Wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiongozwa na waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya ustawi wa jamii, hatua za kibinadamu na mshikamano, Mheshimiwa Eve Bazaiba Masudi ametembelea kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu iliyopo mkoani Kigoma. Mheshimiwa Masudi ametembelea kambi hiyo Januari 13 mwaka 2026 na kujionea maisha ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kambi hiyo na kusikiliza maombi na mapendekezo yao kwa serikali hiyo. Akizungumza na wakimbizi hao katika uwanja wa Mshikamano kambini hapo, ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kuendelea kutoa hifadhi kwa wakimbizi kutoka nchini Kongo kwa takriban miaka 30 tangu kuanzishwa kwa kambi hiyo. Aidha, ameeleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea na jitihada za kutafuta suluhisho la kuleta amani ili waweze kurejea nchini kwao. Pia amewasihi kuishi kwa nidhamu na maadili ili kulinda heshima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuthamini ukarimu wa serikali ya Tanzania. Mheshimiwa Masudi amewataka wakimbizi walio tayari kurejea nyumbani kuendelea kujiandikisha rasmi ili waweze kurejea kwenye makazi yao na kufanya shughuli za maendeleo, mambo ambayo hawawezi kuyafanya wakiwa kambini. Naye naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa James Miller amewaeleza wakimbizi hao kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kusimamia misingi ya sheria za kimataifa za kuhifadhi wakimbizi, hivyo itaendelea kushirikiana nao katika kipindi chote watakapokaa nchini pamoja na kuhakikishia usalama wao katika mchakato mzima wa kurejea nchini kwao. Aidha, ameeleza kuwa zoezi la kurejea nyumbani ni la hiari na sio lazima. Kambi ya Nyarugusu ina jumla ya wakimbizi 132,400, wakimbizi 86,918 ni kutoka Kongo, huku wakimbizi 45,346 ni kutoka nchini Burundi na 98 ni kutoka mataifa mengine. Zaidi ya 60% ya wakimbizi kutoka Kongo ni watoto chini ya umri wa miaka 18. Kati yao watoto 21,660 ni chini ya umri wa miaka 5. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.